Kwa hivyo lazima kwanza, kabla tujaingia kwa lesson leo, niweze kukumbushwa kwamba tulisoma nini jana, na niombe msamaha kwa wale ambao walisema ya kwamba niliharakisha, ili leo nisiharakishe. Naomba watu watatu waweze kunikumbusha yale ambayo tuliweza kusoma. Watu watatu kwa dakika moja moja. Yes, mama. Na hali ya dunia, yani hali yake ya dunia vile ilivyokuwa, na vile pia walikuwa wanatumia katika matibabu ambazo hazikuwa zinaunganisha na ukweli, zingine zilikuwa poison. Tena nikaona vile sasa Mungu alikuja akaanzisha ujumbe wake sasa katika kanisa. Sasa wakati hali ya dunia katika matibabu magonjwa ilikuwa imeenda sana, sasa hiyo historia sasa Mungu akaanzisha hiyo ujumbe wa afya. Sasa afya iweze kurejea, na kwa niliweza kuona mambo na kero ile daktari Mungu alimtumia hatari, na nikakisoma kuhusu kero, nikaona venye yanitembelewa ni watu wa mashuhuri kama Albert Einstein, kama watu wengine wakubwa walikuwa wanaitwa Henry Ford. Asante. Mtu mwingine, watu wenye wanakaa nyuma, maana hawa ndio wanajua jamani. Simuongee kabla sijampatia. Yes, mama. Naam. Tuliona kwamba maana ilikuwa patakatifu mno, na patakatifu ilikuwa ni fundisho ya mpango ya wokovu kamili, kumaanisha ujumbe wa afya una nafasi kubwa sana, hasa katika siku za mwisho. Mtu wa mwisho huko nyuma huko, mtu wa mwisho simuongee jamani. Yes. Tuweza kusoma kuhusu sanitarium. Hapo tunaona ya kwamba sanitarium iliwasaidia watu. Kulikuwa na activities ambayo yalikuwa yanafanyika katika sanitarium ambayo ilikuwa katika afya. Asante. Tuliweza kuangazia kuhusu Catholic Sanitarium ambaye Mungu alimwagiza. Kwanza niliweza kuweka msingi ili tuweze kuelewa kwamba Mungu alimtumia Ellen White kama nabii, na kupitia kwake Mungu aliagiza kanisa aweze kujenga taasisi za afya na masomo, na mojawapo ambaye tuliona kuhusu sanitarium ambayo ilikuwa inaitwa Battle Creek. Na nikasema ya kwamba Battle Creek ilikuwa watu walikuwa wanaona miujiza, na naambiwa ni historia kwamba wakati Battle Creek ilikuwa inafanya kazi, walipoteza mgonjwa mmoja tu. Kwa hiyo muda yote one person peke yake ndiye alikufa,
ni hospitali gani mtu mmoja tu amekufa? Ni hospitali gani kwa miaka 10 mtu mmoja tu amekufa? Hakuna. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ujumbe ambaye tuko nayo, masomo ambayo Mungu ametupatia ni ya juu zaidi kuliko ya dunia. Ijapokuwa tunaona ni ujumbe rahisi, ni iko juu zaidi kuliko hii ya dunia. Na hakuna siku dunia itafikia. Ndio maana utaona kwamba watu wa dunia, wise men, watu wenye hekima dunia walienda kuona, akasema hii ni ajabu. Kuna mtu mmoja hapa sikumtaja, alienda, anaitwa huyu, sijui wanahistoria wataniambia huyu ni nani, na mtaniambia huyu ni nani. Huyu mwonekana huyo ni nani? Alikuwa anaitwa Rockefeller. Rockefeller ni nani? Alikuwa ameona kwa kama ni siku Amerika. Alianzisha General Education Board ambayo inafunza elimu ya sasa hivi. Ya, huyu ndio alianzisha shule ya Marekani. Hizi health institutions. Ni huyu ndiye alifanya. Huyu ndiye alianzisha hiyo maneno ya masomo ya udaktari. Na huyu ni chesi mkubwa. Na huyu Rockefeller, familia yake hadi wa leo watumii hizo madawa ya hospitali, na yeye ana sponsor institution mamilioni. Huyu alitembea serikali ili aweze kuona kenye ilikuwa inafanyika huko. Na baadaye akatumika na shetani kuanzisha institution hizi za afya leo, hizi hospitali leo. Yeye alisponsor institution mingi sana. Lakini yeye hakuweza kufanya nini? Yeye nadhani kusudi lake kwenda hospitali alikuwa anaenda tu kuchunguza ili ajue vile ambavyo atakaotaraki ujumbe ambao Mungu alikuwa anapatia kanisa lake. So historia hiyo peke yake ya afya ambayo tulisoma, japokuwa tulisoma kwa haraka, inatuhakikishia kwamba ikiwa tutashikilia hiyo ujumbe wa afya tunaweza kufanya mambo ya ajabu. Yaani vile nimesoma historia ya afya ya kanisa la Kiadventista, sasa kuna uhakika kwamba kuna ugonjwa mbaya na tiba. Hizi tunadanganya, diabetes haina madawa, pressure haina madawa. Alafu tunapewa zile madawa ambayo yanashinda ukimwi. Nilikuja kugundua kwamba zile madawa ambayo watu wa diabetes wanatumia inasababisha diabetes. Imagine unatumia kuna diabetes na unatumia madawa ambayo yanasababisha diabetes. Zile madawa ambayo watu wa ulcers wanatumia zinasababisha magonjwa mengine. Na ndio yule unabii nasema kwamba badala ya hayo madawa kutibu, ndio inafanya nini? Inabadilisha ugonjwa. Kwa mfano, tumie ya ulcers. Unapewa ile madawa ambayo inapunguza nguvu ya asidi. Mungu alipotuumba tumbo yetu tuliwekewa acid, hydrochloric acid ambayo ni kali zaidi, kwamba hakuna germs yoyote ambayo inaweza kuingia hapo ikapona ama ikaponea, inaiangamiza. Lakini unapotumia zile madawa ya ulcers kwa mfano, inaenda kupunguza ile nguvu ya hiyo acid. Sasa imagine hiyo nguvu ikipunguzwa, alafu ukule vyakula ama ukule uchafu yeyote, mwili wako utakuwa na nguvu ya kufanya nini? Ya kuyaribu. Na hivyo utakuwa kweli unajaribu kuzuia ulcers na unasababisha ugonjwa mwingine. Na hii ile tu inatuliza kwa muda. Kwa hivyo hiyo ndio maana Mungu aliona kwamba ni vizuri aweze kuinua taasisi ya afya ambayo inatumia mbinu ambayo inatumia mbinu za kiasili kurejesha nini? Kurejesha afya sawa. Na niliwahakikishia kwamba wakati walitumia hivyo kulikuwa na matokeo
ya hali ya juu zaidi. Leo nataka tuweze kuangalia jambo fupi bado kuhusiana na nataka tuweze kuangalia jambo hili. Nimesema hapo, imesemaje? Ya kurudia asili ili tuweze kupata nini? Kupata uponyaji kamili. Hiyo ndio mada ambayo tutaenda kuangalia kwa siku ya leo. Au soma nukuu hiyo, sijui kama inaonekana vizuri. Inasema ya kwamba inasema if the work of temperance were carried forward by us, there will be a shaking among the people. Ati kama kazi ya nini ya kiasi ilishughulikiwa na Mungu, watu wa Mungu, kulikuwa na nini? Shaking ni nini? Kulikuwa na msukosuko kwa watu wa Mungu. Kama tungeshughulikia, kama watu wangeshughulikia hii ujumbe wake, kama tungeshikilia vile Mungu anakusudia, ingekuwa imefanya kazi ya ajabu katika maisha yetu. Ukisoma, nisaidie Biblia ya Kiswahili. Ukisoma kitabu ya Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 24 inasema kwamba Matendo ya Mitume 24 inasema baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusila mkewe, alikuwa Myahudi. Akatuma kumwita kwa Paulo, akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari za haki na ya kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu, akajibu, sasa nenda zako, nami nikipata nafasi nitakuja. Kwa hivyo tunaambiwa Paulo hapa ni siku za mwisho za mission ya Paulo, na amepelekwa mbele ya koti ya Rumi, ama anaelekezwa katika koti ya Rumi. Lakini kabla hajafikia yule mkuu, Paulo ama Feliki, mmoja wa maofisa ama wakuu wa Rumi wakati huo, akasema mimi nataka tuweze kuongea na Paulo. Alipoita Paulo, tunaambiwa Paulo alianza kumwelekeza ama kumfundisha habari za nini? Za haki, za kiasi na za hukumu itakayokuja. Na tunaambiwa aliposikia akamwambia Paulo, tafadhali, hatutaki hiyo ujumbe ya hapo kwanza. Hatutaki hiyo ujumbe wa haki na upenda kwanza. So kumaanisha hii ujumbe ya afya ilikuwa ujumbe ambao kanisa la Mungu ilikuwa nayo tangia lini? Tangia mwanzo. Ujumbe wa malaika wa kwanza inasema ndiye Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hivyo kumtukuza Mungu, tunamtukuza kwa njia gani? Yes? Kumtukuza Mungu tunamtukuza aje? Tunamtukuza aje Mungu? Atujui kama atujui kutukuza Mungu, tutasimama kwa hiyo. Tunatukuza aje Mungu? Kwa nyimbo, ndugu yangu amesema kwa nyimbo. Naam? Nani anaweza, mimi sitaki kutumia mawazo yenu.
Kama unaweza kujibu kulingana na andiko, sawa. Amen. Wakorintho wa kwanza 10:31. Ukula unywapo ama ulaa ama utendapo jambo lolote fanyeni hili kwa utukufu wake. Kwa hivyo tunatukuza Mungu kwa vile ambavyo tunakula, vile ambavyo tunakunywa na kwa kila jambo ambalo tunafanya. Ndio maana Wafilipi 4:8 hapo chini naanza kusema kama kuna mambo mazuri, kama kuna mtafakari maneno haya. Kwa hivyo ikiwa tutamtukuza Mungu, na njia moja ambayo tunamtukuza Mungu ni kupitia kwa kutunza miili yetu, na tunaweza kuelewa kwamba ndio tunaambiwa ikiwa ujumbe wa hii ya temperance ama ya kiasi watu wa Mungu wataweza kushikilia, utakuwa na nini? Utakuwa na mtikiziko. Maana hii ujumbe ama watu kwa kutunza afya, tunaweza kukua na akili safi na Mungu anaweza kuongea na sisi. Najua tumechafua mawazo yetu na akili zetu kiwango kwamba Mungu ama hatuwezi kusikia tena sauti ya Mungu, ndio? Kwa hivyo ni muhimu sana, na tunataka kuona leo jinsi ambavyo asili inatufundisha. Mwanadamu ametoka sasa hivi kwa asili, na tunataka kuona vile asili inatufundisha. Kitabu cha Ezekieli ngapi? 47:12. Nasema hivi, na nikienda haraka mnaweka mkono juu, sitaki mnione kando. Ezekieli 47:12 nasema, na karibu na mto juu ya ukingo wake upande huu na upande huu umemea kila mti wa chakula ambao majani yake hayatanyauka wala matunda yake hayatachindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yatatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Sasa Ezekieli anaongelea nchi mpya. Anasema katika hiyo nchi mpya kutakuwa na nini? Kutakuwa na mti ambayo utakuwa unafanya nini? Inasema aje? Anasema huo mti unafanya nini? Unatoa vyakula kila mwezi. Acha nitumie mfano mzuri. Huo mti, tuseme Januari tunakula ndizi kwa hiyo miti, Februari tunakula avocado kwa hiyo miti, Machi tunakula tena madenge kwa hiyo miti ama madenge sio kweli. Sasa inatoa matunda tofauti. Lesson number 1 tunataka kutoa kwa hii. Nadhani kuna fungu kwa Ufunuo bado inaongelea kuhusu huo mti. Ndio halafu tutarudi hapa. Ufunuo 22:14 nasema, ili wasifue nguo zao wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia nchini na kwa milango yake. Kwa hivyo Ezekieli ametuambia hiyo miti inazaa matunda tofauti kila mwezi. Alafu Ufunuo anatuambia hili mwenye ataingia hiyo mti, na maanisha hiyo matunda itakuwa nzuri. Hiyo lesson ambayo tunatoa ya kwanza, kila season ya fruit kule matunda ya hiyo season. Sawa? Hivyo ndio mili yetu ilitengenezwa. Kwamba niliwaeleza jambo muhimu jana ambaye ilikuwa muhimu, kwamba sisi ni mchanga ambaye iko na pumzi ya Mungu. Unanielewa? Na ukipanda avocado hapa leo tumepanda leo, wakati itafika wakati wa kuzaa hiyo matunda, itazaa mwezi yote inataka ama itagojeana na zile zingine zilikuwa hapa. Inazaa mwezi yote tunakaa tunapata wakati. Ndio the same na fruit zingine. Hivyo ndio yetu. Kwa hivyo vile matunda ambayo yanapatikana kwa hiyo season ndio unafaa kutumia kwa wingi.
maana wewe ni mchanga ambaye inatenda. Kwa hiyo vile mchanga inatoa avocado kwa hiyo mwezi, hiyo mwili wako unahitaji hiyo matunda, sawa? Kwa hivyo kila season ya matunda, usikule maembe mingi wakati sio season ya maembe. Na ndio siku hizo wanaweka preservative mingi ili waweke hizo fruits kwa shelves za supermarket suku. Lakini sio nzuri. Ile nzuri ni ile unakula wakati wa season yake. Sasa Zaburi 104 mstari wa 14. Huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya wanadamu ili atoe chakula katika nchi. Tunaambiwa kwa Kiingereza inasema apps for the service of man. Kwamba hizi majani ni kwa ajili ya nani? Kwa mwanadamu. Mwanadamu kwa kwanza ukisoma Mwanzo 1:29 utaelewa kwamba Mungu anapopatia mwanadamu chakula cha kwanza, alipatia chakula gani? Matunda na anasema mboga. Matunda, mbegu, mtamka. Hamjui alipatia chakula gani? Hebu watu waseme walipatiwa chakula gani? Nimesema ni chakula gani? Msemi bado? Genesis 1:11. Ya kwanza Mungu alipatia kabla mwanadamu hajamuumba. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yamependeza. Naam. Kwa hivyo ni nini na nini hizo? Mche utoao mbegu na matunda. Mche utoao mbegu. Kwa hivyo tunaambiwa tunafaa kuiombea hii. Tunaambiwa kwa Mwanzo 1:29 Mungu akasema nimempatia nini? Mche utoao mbegu na kila mti utoao nini? Matunda. Hiyo ndio itakuwa chakula yako. Kwa hiyo Mungu alipatia mwanadamu nini? Grapes, matunda na nafaka, ndio. Alafu kwa Mwanzo 3 Mungu akaongeza mboga, lakini mwanadamu alikuwa ameanguka, ndio. Ukisoma Mwanzo 3 utaelewa ya kwamba wakati mwanadamu alianguka kulikuwa na badiliko katika mwili wa mwanadamu. Kuna system ambayo inaitwa sympathetic system iliangushwa kwa mwili wa mwanadamu. Hiyo system inamwambia mtu, ile inakwambia inakwambia mtu ukiwa kwa hatari una fly ama una freeze ama hiyo system ilianguka kwa mwili na cells kwa sababu ya stress, cells zilianza kukufa. Ukisoma Proverbs 17
verse 22 inasema ya kwamba moyo, inasema ya kwamba, nisomewe kwa haraka. Inasema ya kwamba a merry heart doth look like a medicine, but a broken spirit is what? A broken spirit, dry bones. Soma. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Bali roho iliyopondeka huikausha nini? Mifupa. Ni nini inakauka ndani ya mifupa? Yes? Nini inakauka ndani ya mafuta, ndani ya mifupa? Bone marrow. Naona mambo moja anataja lakini anasema kwa chini. Iko na bone marrow. Bone marrow ni nini inafanyika? Kwa hiyo mafuta iko hapo ndani ya mfupa. Ni nini inafanyika hapo? Hapo ndo damu inatengenezewa, sawa? Kwa hivyo ikikauka damu itatengenezwa. Ndio maana Biblia inasema moyo uliochangamka. Kwa hivyo mwanadamu alipopata stress, cells za mwili zake zilianza kukua. Ndio Mungu akakusudia sasa ampatie nini? Ampatie mboga. Tutaangalia kwa lesson hii mbona Mungu alimpatia mwanadamu mboga. Kwa hivyo tunaambiwa Mungu akapatia nini mwanadamu? Tumeona apps for the service of man, ama mboga kwa service ya mwanadamu. Tunaambiwa kwamba mwanadamu alipotoka katika mikono ya Mungu alikuwa namna gani? Alikuwa na afya nzuri na alikuwa salama. Hakuwa na doa lolote katika mwili wake wala katika roho wake. Kazi ya mikono ya Mungu ni nzuri na ni ya hekima. Haingewezekana kukuwa na doa lolote na wala ugonjwa wala dhambi yoyote. Hiyo kazi ya Mungu halina doa lolote. Kitabu ya Mhubiri ngapi? Mhubiri 7 mstari wa 29 ikasema, tazama hili nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mafumbuzi mengi. So Mungu alifanya mwanadamu vizuri, lakini kwa sababu ya upungufu, the invention ama hiyo sasa, kwa sababu ya hiyo mwanadamu amefanya nini? Yeye amejipiga shida mwenyewe. Sawa? Unaandika tu fungu, msiandike notes ya unaandika basi. Unaandika tu fungu hili hapa. Halafu tena tunaangalia. Sasa sikia. Tunaambiwa kwamba watu leo wasikii sauti ya watu. Tunaambiwa ya kwamba watu siku hizi za mwisho watu hawasikii sauti ya nini? Sauti ya asili.
of nature become the victim of men who no longer, watu ambao wasikii tena sauti ya nini? Ya asili, wanakuwa nini? Wanakuwa watu ambao wako na shida ya magonjwa na vitu mingi ambayo yanapata wanadamu wa leo. But the creatures of the pure nature on the other hand, the animals of the forest are free from sickness and from everything else as well that correspond to the sin and vices of the man. Lakini viumbe wengine tutasoma tuone viumbe wengine vile bado wao kwa kusikia ile sauti ya asili hawana magonjwa na wanaishi maisha ya afya. Kwa hivyo wanadamu kwa kutosikatia ama kutosikia tena sauti ya asili ndio tumejipata na shida ya magonjwa mengi. We look at the nature with an open and prejudiced mind and are not blinded by the teachings of the science. We must arrive at the clear conclusion that man has become sick and miserable only because he no longer heeds the voice of nature. Tunaambiwa ya kwamba ama tukiangalia asili na bila pia kupuuza mafundisho ya kisayansi, tunaweza kuelewa ya kwamba watu ni wagonjwa na wapitia shida mingi kwa sababu hawasikii sauti ya asili. Haya, tunataka kusoma kupitia kwa vile wanyama bado wanasikia sauti ya asili na vile wanaishi na afya nzuri. Sasa tuangalie samani tumeambiwa Hippocrates walisema ya kwamba alisema ya kwamba to this time, anasema kabla ya wakati huu matibabu ya magonjwa yalikuwa katika mikononi mwa nani? Makuhani. Lakini tunaambiwa kwamba hawa Hippocrates walionyesha kwamba ugonjwa unasababishwa na nini? Add a natural cause and remove the teaching of the disease from the priest. Waliona kwamba ugonjwa inatokana na nini? Na asili, na wakatoa matibabu kutoka kwa makuhani. He insisted that only nature could heal the body and that the physician were only nature's helpers. Anasema ya kwamba walisisitiza kwamba asili ndio inafanya nini? Ndio inatibu mwili, na madaktari wanafanya nini? Wanasaidia tu mwili. He used his rule in his practice, treating his patient with herbs. Anasema kwamba alitumia hiyo kanuni ama hiyo sheria katika kazi yake, na akatibu wagonjwa wake kutumia maboga, chakula, hewa safi, mazoezi, and attention to the correct habits and living conditions. Anasema anakuelekeza watu katika nini? Zile vitu ama tabia nzuri ya kuishi. Okay, acha nieleze viumbe mbili. Zoo inamaanisha wanyama, sawa?
Pharma inamaanisha dawa, sawa? Hapo kwingine inamaanisha knowledge, sawa? Hebu mtu asome. Mtu kutoka huko nyuma anasomea jina. Akijuma ulimi si tuko na remedies. Okay, tunaambiwa ya kwamba livestock ama wanyama msituni wanajua kile ambayo wanafaa kufanya wakati wamegonjeka, na tunaambiwa ya kwamba wameweza kuonekana wakikula nini, wakikula mimea fulani, seeking out a stream or a lake they will bathe in the water. Ama wameonekana kuna wakati fulani nilitoka Laikipia, na nilipokuwa nafuka barabara nilikuwa naona huko kwa mto kuna huko ameingia kwa maji. Nilikuwa nadhani ni mto. Kumbe alikuwa anafanya hydrotherapy. Unaenda tu huko kijijini. Sikia, a dog that was bitten on a head by a rattlesnake first killed the snake. Ati mbwa ambaye aligongwa aliuma na nyoka, akafanya nini? Akaua kwanza huyo nyoka. Then he went to a nearby creek where he lay in the water. Labda huyo hata unasema ndio ameuma na nyoka. Akaenda kwa maji, akaenda kulala. Analala, anatoka. Hydrotherapy. Huyu ni mnyama huyu. For a week mzima. Tuliona shida ya wanadamu leo ni nini? Magonjwa wanaoendeka kwa sababu nini? Baada wasikii sauti ya nini? Hawasikii sauti ya asili, lakini angalia wanyama. Na hata sisi tuko na ushuhuda kwamba Mungu akiwa na shida, unaona atakula nyama. Si ni kweli? Hata paka tutaangalia hapo sasa hivi. Kwa sababu bado wanasikia sauti ya asili. Tunaambiwa akafanya hivyo kwa wiki moja, alikover complete. Na huyo mbwa akapona. Ameumwa na nyoka, akaua nyoka, baada ya kuumua nyoka akafanya nini? Akaenda akafanya hydrotherapy. Anaingia kwa maji akitoka. Hebu nielezewe hydrotherapy kama mbinu ya kutumia maji vile mbwa anatumia inaitwaje? Ya kuingiza, labda unaingiza kwa moto kidogo, unaingiza kwa baridi kidogo. Inaitwaje? Yes? Contrast space. Ama contrast hydrotherapy. Unaingiza maji mengi kidogo baridi, unaingiza kwa moto kidogo. Unaona wanyama wanajua, lakini kwa sababu sisi tumejitenga na nature kidogo, hatuwezi kujua. Huyu mwingine anatuambia if you are a pet owner, you are already familiar with what dogs and cats do when they get sick. Tunaambiwa kama uko na mbwa na paka, huko makali wako na mbwa na paka, wakigonjeka wanafanya nini? Nataka kusikia kutoka kwenu kabla hatujasoma. Yes. Wanakula nyasi na kutapika. Mwingine? Yes? Kama ni kidonda analamba. Yes, mwingine? Kuna kitu moja naweza kusikia. Wanafast, hawakuli. Umeona hivi? Fasting inafanya mambo ya ajabu. Si kwa wanyama pekee yake, hadi kwa watu. Wanakula nyasi, hiyo fasting ndio alisoma. Nature has endowed them with an instinctual knowledge that it is medicine. Wamejua wapi wanafaa kukula nyasi. Nani amewafundisha? Nani amewafundisha? Lakini mbona sisi hatujui kile tunafaa kutumia wakati tunagonjeka? Yes? Mbona hatujui? Mbona? Tumejitenga nasi, tumeishi kama saa hii hatujui hata tunafaa tumetumia mataa hii hatujui hata usiku ni saa ngapi, mchana ni saa ngapi. Siku hizi tunakula fertilizer, GMO, mwili hata hajui kama tunakula chakula au tunakula nini. Mwili imechanganyikiwa. Unaona?
Sasa mwili umechanganyikiwa kiwango kwamba hatuwezi kuelewa tena nature inatuambia nini. Animals that live on high chlorophyll diet. Wanyama ambao wanakula vyakula ama ambao wanakula vyakula ile iko na kala kijani kibichi, green kabisa, such as deer, kama swara, hippopotamus, ndovu, ng'ombe, farasi, wanaishi wakiwa na nguvu na wanaishi maisha ya afya. They are prone to only a few occasional diseases rather than the myriad that plague the mankind. Wanaishi wako na magonjwa madogo kidogo tu kuliko wanadamu ambao wanapitia magonjwa mengi. Ndio huyo mbwa wetu. Posko tu akigonjeka kidogo kwa shamba anakula nyasi. About 70% of domestic cats are especially attractive. Huyo anatuambia kwamba 70% ya paka wa nyumbani wanavutiwa na nini? Wanavutiwa na wanaadhiriwa na nini? Na mnyama na mmea unaoitwa Nepeta Catarrhea, otherwise known as catnip. Inaitwa catnip. Na wakati wanajua catnip, andika hapo kwa simu yako catnip kwa Google na angalie picha, hata unapanda, labda hata ndio unakanyaga kwa mlango ukitoka. Wild cats include tigers are also affected but with a known percentage. Pia wanyama wa msituni hiyo pia mnyama ni wazuri. The first reaction of the cat is to sniff. Kitu ya kwanza ambayo paka anafanya, anaenda kufanyia nini? Ananusa. Then they lick and sometimes chew the plant and after that rub against it. Alafu pia wanaweza kutafuna with their cheeks and the whole body by rolling over. Na wakati mwingine kufanya nini? Kugaragara kwa hiyo mmea. Haya, sikiliza. Ndio huo mmea ni huu. Mmea iko na maana. Si mnajua. Sasa ndiye hii inaitwa catnip. Catnip will help na inasaidia kwa magonjwa kama influenza, fever. Fever ni ile joto. Kuna wakati watoto wako na joto, hiyo mmea unasaidia. Na viruses na ugonjwa za mabavu. Sawa? Especially when mixed in sachets or poppets with elder or yarrow. Kuna ingine inaitwa yarrow. Ukiweza kuongeza inasaidia respiratory system. Sawa? Ama mabavu, shida ya mabavu. It is very effective for children. Ni nzuri sana kwa watoto. And cats with unit pouches telepathic links. Na pia tumeona kwa mfano ile paka wanatumia. Kwa hiyo umeona hiyo mmea na umeona vizuri. Sawa, umeona hiyo vizuri. Hiyo kama mjana vizuri tunaweza kutafuta, kama tutapata hapa tutakuja kuonyesha siku. Ni nzuri mtoto akiwa na joto ama akiwa na shida yote. Na ingine ambayo unaweza tumia kwa wakati mtoto wako na joto. Unajua castor. Unajua castor. Kwa kale kwa imani yangu sijui kwa Kikuyu bareki. Hosho bareki. Unachukua bareki unaweka kwa maji moto, sawa? Wakati mtoto wako na joto, unaweka kwa maji moto ama maji warm, alafu unamwekea kwa, sawa? Unamaliza hiyo kidogo sana. Sawa? Inamaliza hiyo. Ndio huyo paka wetu akikula hiyo catnip. Akisikia tu shida kidogo akikohoa, mkiamkuta homa anaenda kwa catnip yake. Anataka kuona kitu kingine, chlorophyll. Chlorophyll ni nini? Chlorophyll ni nini? Huku nyuma. Chlorophyll ni nini? Huku. Watu wa nyuma wanasema wanalala jana. Chlorophyll ni nini? Chlorophyll ni kenye inafanya mmea ikue na
ikuwe kijani kibichi ama ikuwe green, sawa? Sasa nataka tuone chlorophyll. Hapa ndio itajibu mbona Mungu alipatia wanadamu mboga baada ya kuanguka, sawa? Haya, chlorophyll is remarkable similar to that of hemoglobin. Chlorophyll ndio inapatia mmea kala gani? Green. Hemoglobin ndio inapatia damu kala red. Na structure ama vile chlorophyll inakaa inafanana na hemoglobin. So kile ambayo iko kwa hiyo mmea ambayo ni kijani kibichi ni kile iko kwa damu yake. Utofauti ni moja tu. Ndani ya hemoglobin ni iron na ndani ya chlorophyll ni magnesium. Hiyo ni utofauti pekee yake. Huku nje kuote structure nzima inafanana. Kwa hivyo unapokula greens ama unapoblend juices za green ni kama unajiongeza damu. Sawa? Hiyo ndio blood infusion. Unajiongeza damu kupitia kwa greens tu. Ukikula ama zile, ukiwa mtu ambaye ako na blood count zake iko chini, njia rahisi ya kuirejesha haraka zaidi ni kutumia hizo greens. Uende usanye hizo greens zote kwa shamba, weka kwa blender, akunywe mara 2-3 kwa siku. Wiki moja huyo mgonjwa wako atakuwa na damu hadi hospitali utaulizwa uliongezea wapi damu karibu imesidi. Chlorophyll as a medical therapy for anemia. Anemia ni nini? Ya upungufu wa damu kwa mwili. Kwa hivyo hii tunatumia chlorophyll kuongeza damu. Mnaona hizi ni njia rahisi. Hii utadirishwa wakati wewe usaje hizo chepeta yako na hizo vitu yote kwa shamba, uweke kwa blender, ushage, ukunywe. Ni shilingi ngapi? Hakuna. Ni shilingi ngapi? Labda 0.65 cents ya kulipia stima ya blender peke yake. Lakini ukienda hospitali kuongezwa damu ni shilingi ngapi? Ni ngapi? Unaongezwa ni shilingi ngapi? Na kitambo hiyo damu yenye umeongezwa imachi na ya mwili wako inachukua muda. Kwa hii ni rahisi sana kutumia. Niko na muda wa dakika ngapi? Usaidiwe ndio usitaki kutumia muda wa mwingine. Na tu peke yake. Haya, ndovu. Wana ndovu wakiwa na shida, wakiwa na ugonjwa wa shida yote, anaenda wanajigaragara, wanajigaramisha kwa matope. Wakikwaruhusu na chochote na wakuwa na kidonda, wanaenda kutengeneza wanaenda kutema mate kwa clay soil, kisha wanaiweka hapo. Hii inaitwaje kwa lugha ya medical missionary? Poultice. Yeah, anachukua na iweka hapo. Sawa. Huyo ni ndovu. Lakini wewe uko na kidonda hapo, unachukua hospitali, uoshewe, ushonwe, ufungiwe, ngoja tena ikauke, utoe uzi, badala uchukue clay upigilie hapo. Unajua hiyo clay iko na minerals mingi zaidi kuliko mchanga yote. Na unapoweka kwenye kidonda inatibu haraka sana. Kuna clay, kuna nyingine inaitwa bentonite clay. Bentonite clay ukikunywa, sasa nione kama nimeandika. Tunaambiwa na huyu Adolf anasema kama ndovu akipata kidonda katika ngozi yake, at once, kwa mara moja anaenda kufanya nini? At once moisten the earth, anachanganya mchanga na mate yake, kisha anafanya nini? Anaiweka kwenye kidonda. Kuna wanyama wengine anaitwa sparrows. Parrots wanakula hiyo clay. Many parrot species, hao wanyama kule Marekani, hata hapa Afrika kule Kini, wanakula hiyo clay. Which ambayo inatoa nini? Madini mengi na pia kuichukua sumu kwa mwili from the gut. Kama mwili wako uko na sumu, hata vyakula ambavyo tunakula iko na sumu nyingi,
ukikula hiyo clay unafanya nini? Kwanza inakupatia minerals na pili inatoa ile sumu. Kuna wakati unaosha tumbo, uhakikishe umechanganya zile herbs zako pamoja na hiyo clay, sawa? Niko na dakika 5. Nataka kusoma kwa haraka tu vile ambavyo clay inasaidia. Inasaidia kwa mambo na inflammatory rheumatism. Inflammatory ni ile kufura kwa mwili, sawa? Joints, ukiwa na shida ya ufuraji wa joints, hiyo inasaidia sana, sawa? Clay inasaidia. Serious nervous disease, ukiwa na shida katika kiungo cha mwili ambayo inahusika kwa mambo na communication ya mwili, clay inasaidia. Shida ya kichwa na kutosikia, sawa? Inasaidiwa na nini? Kama ukiita mtoto unamuita mara 3, anasema mpatia kula, sawa? Mpatia kula. Basi stomach troubles and constipation. Mtu akiwa na shida ya tumbo, nasikia tumbo inafura, osha tumbo yako na hakikisha unaosha kile ambayo unatumia, ongeze nini? Ongeze hiyo clay. A high degree of nervousness. Ukiwa na wasiwasi, nasikia tu kaka tu hivi, nasikia wasiwasi, kula nini? Kula hiyo mchanga, na usikule mchanga yote. Clay specifically inaitwa pentolan clay. Sawa? Pneumonia pia inasaidia. Dropsy ama edema, shida ya throat kama inaitwaje kwa Kiswahili. Scalp, shida ya meno unaweka hiyo clay, na shida ya tuberculosis inasaidia. Ninataka kumalizia hapo maana naona iko na usaidizi mingi. Unaweza kuangalia na ukitaka pia kusidii kwa hapo yangu unaweza kutumia uweze kusoma. Ongeza hiyo. Nimeongeza 7 hiyo. Nimeongeza 7 minutes. Sababu nimeongeza 7 minutes pia inasaidia ukiwa na typhoid fever, unaweza kutumia hiyo clay, sawa? Mambo na conversion, fistula rectum, kwa kuna vile labda ni lugha ngumu ya kiudaktari, lakini kuna vile rectum unaweza kushikana. Kwa hivyo clay unasaidia, ama huo mchanga wa matope unasaidia. Shida ya macho, ukiwa na shida ya macho, chukua clay, pigilia kwa macho, enda ulale, sawa? Yesu alitumia hiyo. Yesu alifanya nini kwa yule mtu mgonjwa? Alifanya hivi, akapigilia, akamwambia aenda aoge. Na kama alipandisha pigilia, anambia enda sasa kwa mtu mgonjwa. Sasa the same thing, ukiwa na shida ya macho, clay inasaidia, hata haina madhara sana. Kuna watu wengine wanatumia castor kwa macho, si ndio? Lakini kuna castor ile ukitumia kwa macho inachoma. Unaona watu ambao huku ni nyeusi, si ndio? Kwa sababu ya kutumia ile castor, kuna castor aina mbili. Na kuna cold press, na ile ukitumia cold press unapata inaweza kuchoma. Ukitumia ndimu bado ni kali. Lakini ukitumia clay si kali. Sasa unajua unaweza kausha hiyo clay uweke ikuwe boda. Na ikiwa boda na unaweka kwa macho. Cholera, shida ya mambo na uchafu. Si tuliona inafuta sumu kwa mwili. Mambo na shida ya disease of sexual organs, mambo ya ugonjwa ya kisukari. Kula clay. Oils ni nini? Unaita majipu ya tumia clay. Shida ya ukisikia unauma na kichwa sana, tumia clay. Tata, ukipigwa na nyoka, pigilia clay, sawa? Na pia kando na clay kwa nyoka ni nini? Ukiuma na nyoka ama sumu nyingine ni nini unatumia tena? Charcoal, sawa? Unatumia kile makaa pia. Unafanya unasema. Shida ya uti wa mgongo. Ukiwa na shida ya uti wa mgongo, utafute hiyo clay unatumia. Niliwaambia hiyo kwamba ukiwa na kidonda kubwa kwa mwili, clay inasaidia. Niko na dakika 5 sasa ya mwisho.
Tumeona ndovu na tumeona wanatumia clay. Tumeona paka wanatumia catnip. Tumeona umbo wanatumia. Sasa naye huyu anaitwa monkey. Tunaambiwa ya kwamba ukipiga mshale alafu atoroke. Kwanza nani amepiga mshale? Ama nani ameona monkey ambaye anapiga mshale? Anafunja hiyo mshale kisha anatoroka. Na ukimfuata kuna mti fulani anaendelea. Kisha anaanza kutoa ile mshale kwa uchungu, alafu anaanza kuweka hiyo hapo. Kuna mfalme mmoja anaitwa nani aligonjeka, Isaya akaambiwa aenda mwekee poultice ya fix. Anaitwa nani, Hezekia ama nani? Aligonjeka sana. Mungu akamwambia sasa, wewe Isaya enda fanya hivi. Enda ugongi huu, uende utafute fix. Inaitwa aje fix? Kiswahili wanaita mtini. Akaambia enda ugongi ukamwekee na atapona. Kuna vile tunaweza kutumia hizi mimea kwa nje kujitibu. Kama ukiwa na shida ya arthritis ya miguu, unaweza tu kutumia cabbage. Unaweka cabbage, matawi ya cabbage kwa maji moto, unaifungia hapo. Unaona? Unaweza kutumia hizi mimea kwa njia rahisi. Unaona monkey mwenyewe anachukua tu matawi, anaweka kwa ile kidonda. Akiweka anapona. Sikia yule mwingine mkubwa anaitwa chimpanzee. Sometimes select bitter leaves for chewing. Anatafuta matawi fulani kali. Hizi bitter leaves mnajua inasaidiaje? Wakati mwingine tutasoma. Parasite infection drops noticeably after what? After chimpanzee chewed leaves of a peach or Phenolenia amygdalina, which have antiparasitic activity against hiyo Plasmodium and Leishmania. Kwa hivyo anapotumia ile inaua nini? Parasite. Nataka kuwaibia story moja nikimalizia. Asilimia magonjwa mengi husababishwa na parasite. Sijui kama ndugu yangu hapa anakumbuka tukiwa wadogo, kile ambayo mama yetu alikuwa anapenda kutufanyia sana ni kutupatia madawa ya kudiwoma. Na kama kuna wazazi hapa wamekomaa, najua kile ambayo mlikuwa mnafanya sana, mlikuwa mnapatia watoto madawa ya mimea. Ni kweli si kweli? Siku hizi mnawapatia. Ndio wako na kansa, wako na magonjwa mengi. Asilimia magonjwa mengi unasababishwa na hizo parasites. Wakati mwili unawekwa katika environment ambayo tuliona kwamba Mungu alipokuwa anainua movement ya Kiadventista na wa afya, ulikuwa ukaunterrupt matumizi ya madawa kwa kutumia nini? Kutumia zile kanuni za afya. Kwa hivyo ukienda kinyume na zile kanuni za afya, kuna vile mwili kuna vile environment na mwili kubadilika, kuna vile mwili unaanza kubadilika. Nadhani hizo hizo parasites zinatoka wapi? Zinatoka wapi? Ni sehemu ya mwili wetu. Kwa hivyo nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba hakikisha kila siku hakikisha kwa mwezi unadiwoma hata mara 2 na utapoteza magonjwa mengi. Ikiwa kuna mtu ambaye ana shida ya kansa, anza kwa kumpatia ile inaitwa antihelminthics ama antiparasitic apps. Hizi inasaidia kwa kiwango cha juu sana. Kwa hivyo Mungu aweze kutubariki sisi kutumia muda wa mtu mwingine. Mungu atujalie wakati mwingine tutaweza kusoma zaidi. Nimemaliza muda wangu. Nishamaliza. Nimeona mikono lakini mtanisamea. Saa 8 watauliza. Ukiwezekana saa 8 utauliza. Shikilia tu hivi, mshikilie kwa meno hiyo swali ambayo uko nayo. Alafu ama muandike mahali ndio usisahau. Sawa? Alafu tukirudi tunakuja kusoma. Sisi tuombe. Tuna kila sababu ya kukushukuru Mungu kwa sababu unatupenda na uko pamoja na sisi. Unaendelea kutudhihirishia kwamba katika elimu ambayo unapatia watu wako ni elimu ya juu zaidi ambayo ulimwengu hauwezi kufikia.
na tunaomba ya kwamba Mungu tuweze kuitumia kuitukuza jina lako na kwa ajili ya kuhudumia wanadamu wenzetu. Endelea kutubariki hata walipokuwa kusimama baada ya waongoze ukiwapa Roho wako Mtakatifu na hekima itokayo kwako.